Okay, huyo anasema habari, nikamwambia nzuri. Akasema mimi na shida, nilitumia kitanzi nikatoa, nikatumia P2 mara kadhaa. Sasa naona uzazi wa mpango umeniharibu, nimekuwa baridi, napoteza joto ukeni, nahitaji msaada wako. Naomba nirudie swali hili. Akasema mimi na shida, nilitumia kitanzi nikatoa, nikatumia P2 mara kadhaa. Sasa naona uzazi wa mpango umeniharibu, nimekuwa baridi, napoteza joto ukeni, nahitaji msaada wako. Message ya huyu dada iko hapa kabisa, kama unavyoiona. Niliweza kuscreenshot na kuficha namba yake kwa ajili ya kuweza kuleta shuhuda kama hizi hapa katika channel yangu ya YouTube. Uzazi wa mpango ni mzuri, unatusaidia kuweza kupangilia watoto wetu, lakini madhara yake yamekuwa ni makubwa sana katika jamii yetu. Wanawake wengi wamekuwa wakilalamika sana juu ya madhara ya uzazi wa mpango wa kisasa. Hivi ni moja ya vitu ambavyo vinawaumiza mamia ya wanawake na hakuna ambaye atakayekwambia. So binafsi kama Dr. Kuboja siwezi nikaupinga uzazi wa mpango wa kisasa, lakini sishauri mtu atumie. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kulinda maslahi ya taifa letu, maslahi ya nchi yetu na sekta ya afya kiujumla. Lakini ni moja ya malalamiko ambayo nimekuwa nikiyapokea sana zaidi ya sana. Lakini madhara yanayotokea yanakuwa ni makubwa sana. Lakini habari mbaya ni kwamba hata hao wazungu ambao wanaotumia hivi vitu wenyewe hawatumii huko kwao, lakini wanatuletea sisi hapa. So mwanamke huyu amepata changamoto ya baridi ukeni, manake ni moja ya madhara makubwa ambayo dawa hizi zinasababisha. Pia ni kwenda kuharibu uhalisia wa uke ama hali ya joto ile, kuiondoa kabisa. Kuna wengine uke unalegea, kuna mwingine anapoteza hisia kabisa, anakuwa ana hamu. Dada mmoja akasema, ni mume wangu mimi namuona kama blaza tu, yeye namuona kama kakaangu, sina hisia naye hata kidogo, alafu muda mwingi nakuwa na hasira sana. Lakini pia wengine wanaripoti kesi ya kuweza kuongezeka uzito kwa spidi. Lakini pia wengine wanapata hormone imbalance, hali inayowapelekea kula chakula kwa wingi zaidi na kusababisha uzito kuongezeka kwa spidi zaidi. Kwa hiyo kesi ya dawa za kisasa za uzazi wa mpango na athari zake kwa mama zetu, kwa wanawake zetu, kwa wake zetu ni kubwa sana. So anasema mwanzoni alianza kutumia kitanzi akatoa. Anasema akatumia P2 mara kadhaa. Kitanzi ni changamoto, lakini akaingia katika P2. P2 hapa ndipo alipokwenda kujiharibu zaidi. Wataalamu wa afya wanashauri P2 iwe ni kwa dharura, na P2 ilitengenezwa kwa watu wawili tu, aidha mwanamke aliyebakwa bahati mbaya au mtoto binti wa kike ambaye anaweza akashika ujauzito akabakwa bahati mbaya. P2 ilikuwa ni kwa mujibu wa hiyo. Lakini pia mwingine ni yule ambaye ameshiriki tendo la ndoa kwa bahati mbaya na kuona kwamba hii ni siku ya hatari. Na P2 hatushauri mtu atumie zaidi ya mara mbili. Yaani kwa mwaka at least utumie mara moja tu, iwe ni ile dharura ya mwisho kabisa kiafya. Lakini hata wataalamu wenyewe wa afya wanasema ni hatari sana unapokuwa unatumia P2 halafu unatumia zaidi ya moja. Madhara yake ni makubwa sana kiafya. Kwa hiyo wadada, wanawake, kuweni makini. Njia mbadala, tumia kalenda. Lakini njia nyingine nimekuwa nikiwaelekeza wanaume, kama unaweza kumalizia nje, malizia nje. Sasa changamoto ya kalenda ni hii hapa. Nimewahi kuweka video hapa, baadhi ya wanawake walikuja kucomment kwenye video wakasema, "Dokta, mbona kalenda tunashika mimba?" Issue kalenda sio mbaya, lakini kalenda kama unatumia ukipata au kama una shida ya hormone imbalance, na especially unapokuwa unatumia kalenda unatakiwa uzingatie kula vyakula asilia. Kama unatumia kalenda afu unakula takataka kama wengine wanavyosema, lazima utapata hormone imbalance, na kitakacho kwenda kutokea ni kwamba
lazima siku zako zitavurugika. Unajiona upo katika siku za hatari, uko katika siku salama, kumbe upo katika siku za hatari. Kwa hiyo naomba tuchukue tahadhari hiyo, lakini pia tuwe makini na juu ya haya madawa ya kisasa ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo wanaume, na shauri is better kumalizia nje, kuwa na self control, na inawezekana kabisa kabisa kabisa. Habari ya kalenda hii ni strict kwa wale ambao wanatunza afya zao kama Dr. Kuboja, wanawake ambao wanakula vyakula asilia tu, hawali uchafu unaotengenezwa na binadamu wote, iwe ni chakula iwe ni kinywaji. So huo ndio ushauri wangu kwa wanandoa ama wale ambao hawahitaji kupata ujauzito usiotarajiwa. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Kama ndio mara yako ya kwanza umeingia katika channel hii, jisajili ama subscribe ili pindi nitakapoweka video nyingine usiweze kuikosa. Bye bye.